Na mtazamaji, tumeingia kwenye sehemu ya mazungumzo hii leo tukipiga msasa na kupiga darubini hali ya gharama ya maisha. Hivyo basi, kama nilivyokuahidi ni kwamba nitakuwa na wageni wangu ndani ya nyumba, na sasa hivi wameweza kufika ili kunisaidia kudadavua masuala kadha wa kadha kuhusiana na hali ya gharama ya maisha. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, kuweza tu kukutambulisha kwa wale ambao ni wageni wangu. Karibu na mimi ninaye Wellington Shivachi, ni mwanabiashara na pia atakuwa akizungumza nasi kuhusiana na jinsi wameathirika kama wafanyabiashara wakati ambapo tumeona kwa siku mbili kumekuwa na mgomo wa sekta ya uchukuzi. Na pia kuna Joshua Kamwere kwa mbali na mimi ambaye ni mtaalam wa masuala ya uchumi. Pia tutakuwa tukidadavua masuala ya uchumi papa hapa kwenye runinga ya TV47. Na iwapo unajiunga nasi, kumbuka kwamba tuna swali la siku hii leo ambapo tunajiuliza, je, wewe kama Mkenya unaona kana kwamba serikali imefanya la kutosha ili kupunguza gharama ya maisha? Kumbuka kwamba swali la siku ni kwamba, je, serikali imefanya ya kutosha ili kupunguza gharama ya maisha? Tujibu, tuweze kupata jibu lako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pia unaweza wasiliana nasi Facebook ni TV47 Kenya. Pia unaweza tufuatilia kwa njia ya moja kwa moja mubashara kwenye YouTube TV47 Kenya. Hivyo basi, moja kwa moja tunaingia hapa studioni kuweza kujadili masuala ya hali ya gharama ya maisha. Shukran sana wageni wangu kwa kuweza kufika. Na nitaanza na wewe maana uko karibu na mimi. Kupitia swali ambalo tumeweza kuuliza kufikia sasa, unaona kama taifa tunaelekea wapi? Kwa siku mbili tumekuwa na mgomo na pia tumekuwa na maandamano ambayo yamekuwepo kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Sijui kwa mtazamo wako unaona kama taifa tuko wapi? Kwanza kabisa tuseme ukweli, taifa liko mahali penye sio pazuri. Naam. Ni kabla sijaenda kwa hiyo sana, nachukua fursa hii kwanza kutuma sala za rambirambi kwa familia ya mwenzetu, dada wetu ambaye alifanyiwa kiunyama, ambayo nitatanisha sana katika taifa. Na ninaomba watu wetu wasija wakaingia kwa siasa na kuingiza vitu zingine ambazo hazifai kwa mipaka ya kwamba inadhuru familia na pia kijamii na mawazo ya kijamii. Kukikuja kwa hiyo swala la ambapo jamii Kenya inaenda, Kenya iko na shida, tusidanganye. Kuna shida na hasa hizi shida unaona zinadhuru sana vijana na wamama. Na wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wanaathiriwa kwa sababu wanajikokota kwa biashara zao, kupata kwamba biashara kusonga haiwezi songa. Na wanafaa kulipa rent, wanafaa kulipa stima, wanafaa pia kujisimamia kama shughuli zao. Na pia hiyo unapata inadhuru hata kupanuka kwa biashara zao na mikakati zao, kwa sababu hawawezi pata vile wanaweza fikia taasisi tofauti ili wajimudu kwa kupanua biashara zao na kupata pia mikopo. Na pia unapata vijana wetu wanaathirika kwa ajili ya malipo duni. Wamama pia ni nguzo ya familia na nguzo ya jamii. Unapata pia wanaathirika na pia hawawezi kujimudu katika mambo zao ndogo ndogo, katika hizo mambo za vyama na vitu za kulea watoto wao. Na pia unapata katika mambo ya school fees, serikali inafaa kuweka mikakati. Mikakati vile watoto, umeona hii transition imekuwa ya grade 9 imekuwa tatanisha sana. Mambo ya university hatujapata ukweli kabisa inasimama katika kiwango gani. Lecturers wako kwa strike. Mambo ya matibabu pia kuna kasoro. So kuna mengi inaathiri sana jamii na taifa la Kenya. Na pia unapata kama hawa vijana wetu wanaathirika pia kimawazo, afya ya akili
na vitu tofauti, wanajipata wako kwa mambo tofauti ya ambayo sio mzuri. Katika kwa kwenda katika kiwango ya kuweka generation nyingine ambayo inakuja kuona tabia yao pia ni mzuri na vitu ambazo pia wanafanya ni mzuri. Naam. Shukran sana. Niweze kwenda kwa Bwana Kamwere, wewe ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya uchumi. Labda kuanzie tu na swali la wewe kwa mtazamo wako hasa kama Mkenya, kando na kuwa mtaalamu, unaona kama taifa tuko wapi? Asante sana kwa hilo swali. Kusema ukweli, gharama ya maisha nchini imekuwa juu sana. Naam. Na ukiangalia ile swali tu, hata serikali ikituambia kwamba mfumuko wa bei umepanda kama 5.6 mwezi wa 4. Ndio. Lakini swali kubwa ni mwananchi wa kawaida anaweza kumudu chakula, anaweza kumudu kulipa karo, anaweza ishi na heshima yenyewe inayostahiki. Unapata ya kwamba kama hii jambo tuko nalo la uongezeko la bei ya mafuta, vitu mingi zimepanda bei sana. Inamaanisha ya kwamba kila kitu ikipanda bei na vile vitu vyenye vitu zinapanda bei, si vyenye mishahara ama mapato ya mwananchi wa kawaida inapanda. Kwa hivyo ukipata kama mafuta imepanda na asilimia 10-15, utapata mapato ni yale, kumaanisha maisha inaendelea kuwa ngumu zaidi. Lakini ni kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu tukiangalia katika vyenye serikali inatumia pesa, hatuoni hiyo kujikakamua kusema saizi hakuna pesa, sasa hatutafanya mambo fulani. Utaona tu viongozi kila siku wanazunguka kaunti tofauti wakipiga siasa, kumaanisha bado mwenye anaumia ni mwananchi wa kawaida. Na vyenye mwenzangu hapa amesema, mambo imekuwa ngumu sana zaidi. Kama taifa hatuko kwenye hali ambayo hatuko katika hali nzuri, na tunaendelea kukua katika hali baya zaidi kama serikali haitaleta mambo ambayo inaweza fanya mwananchi wa kawaida apate pesa kwa mfuko. Kwa sababu hatuwezi sema uchumi unakuwa kwa sababu ya takwimu. Tusije tukisema takwimu katika utajiri wa nchi umekuwa na 5% ama 6%, lakini mimi kama Mkenya kwa mfuko sisikii mapato yangu yakiongezeka katika hiyo kiwango. Kwa hivyo kumaanisha kama serikali haitafanya vitu zenye kama ni kushukisha bei za mafuta, kuondoa ushuru na kodi zenye zinaumiza Wakenya, ndio Wakenya wapate pesa mingi kwa mfuko, tutaendelea kuumia. Naam, shukran. Wewe kama mfanyabiashara, labda wateja wanasema hakuna pesa. Hiyo inamaanisha nini kwa mzunguko wa pesa hasa kwenye soko? Unajua, kama mimi nafanya biashara tofauti. Kuna biashara nafanya kwa kiwango. Kuna biashara ambayo nafanya biashara ya kuuza vyakula pia. Naam. Na kuna biashara ambazo nauza vitu za luxury. Ambazo hizo zinachukuliwa kwa muda tofauti. Lakini kwa zile za chakula unapata kama salad sahi imeongezwa kwa gharama ambayo imepanda juu zaidi. Naam. Kutoka kiwango yenye ilikuwa unapata imeongezwa at almost 25%. Ambayo inaadhiri kabisa. Na jinsi umesema vile watu wanaona kuadhirika. Watu wetu unapata kuna ile gharama ambayo mtu amekuwa na budget ya siku. Na kwa kupanda ya vitu hawezi jimudu kwa kununua. Kama leo inafaa afanye hii ama afanye hii ama anunue hii. Unapata ni ngumu zaidi hata kwa mama, na pia kama kwa wale watu wanafanya biashara ndogo. Unapata mama ambaye amejimudu kuchukua pesa kiwango fulani, leo atanunua nyanya. Umeona vile nyanya imepanda. Kutoka ile sanduku vile walikuwa wananunua, it is now 3 times the price yenye walikuwa wananunua hiyo sanduku. So unapata zile nyanya vile alimezinunua na vile anafaa at least aweke kwa kiwango ili ifurahishe customers na aite customer. Ili aweze kutengeneza faida ya haraka. Maybe ako na mkopo. Unapata anaadhirika. Kuna nyanya zile zinaharibika pia kwa sababu wateja pia hawakuji. Wameona wengine wanaamua kununua hii tomato sauce. Ama wanaamua tu kitunguu.
kwa siku bila nyanya. Bila nyanya. Maana ni kweli nyanya, bei ya nyanya imekuwa ghali. Imekuwa gharama. Moja inaenda kwa shilingi 20 kwa sasa. Hata 30. Yes. Imekuwa juu zaidi. Pia salad. Naam. Kwa maduka salad, unapata salad iko kwa kiwango ya juu zaidi. Inapata watu hata wale wanauza kwa kupima ile kiwango ya mtu anataka ile ya 20 ama ya 30. Naam. Inakuwa ni ngumu sana kuwekea hiyo kipimo. Naam, shukran. Kanyagia hapo, nitakuwa nikirejea na swali zaidi pia kwa Bwana Kamwere, lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni ruhusu tufululize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nakuru tuweze kupatana naye Mike Chalo. Mike, tueleze wakazi wa Nakuru wanazungumzia nini kuhusiana na hali ya gharama ya maisha, na labda wangependekeza serikali ifanye nini hasa? Ni nani wa kulaumiwa kwa gharama ya juu ya maisha? Naam, asante sana Chichi. Ama kweli kila mmoja analia, mdogo kwa mdogo, mdogo kwa mkubwa, aliyenacho na asiyenacho. Gharama ya maisha inaweza kutudunga sote. Mwiba ule umekuwa ni kama msumari moto katika kidonda, na hivyo basi nitakuwa na wauliza wa Kenya hapa katika kaunti ya Nakuru pengine mapendekezo yao ni gani. Moja kwa moja tukianza na wewe, pengine utuelezee nani wa kulaumiwa haswa kutokana na gharama ya maisha na vile vile uchumi ambao unaonekana kumwathiri kila Mkenya hapa katika taifa hili. Mimi leo nitajiita Jimmy, ambaye ni Mkenya aliyegandamizwa na gharama ya maisha. Na niseme ya kwamba maisha imekuwa gumu. Kila kitu imekuwa ni gumu. Vitu zinatoka bei kali. Ukienda nyumbani vitu zote kule, yani kila kitu imekuwa ni gharama. Na niseme ya kwamba sisi kama Wakenya tunahisi ya kwamba serikali yetu imetulet down, kwa sababu hii mambo ya taxes ambazo zimekuwa juu, vitu zimekuwa bei ya juu, zimekuwa ni maisha ambayo wananchi hawawezi kustahimili. Na niseme ya kwamba ukiangalia kama sasa vile ambavyo mafuta imepanda bei, unakuta mafuta ikipanda kila kitu inapanda bei. Mafuta ikipanda bidhaa zinapanda bei. Kwa hivyo na ndiposa juzi tulikuwa tunauka mkono watu wa matatu na transport wote kwa jumla kufanya mgomo ili bei ya mafuta iweze kushuka bei. Suluhu ni gani? Serikali inafaa kufanya nini ili bei pengine angalau bei za mafuta ziweze kushuka? Jambo la kwanza ni tunaomba serikali iweze kupunguza bei ya mafuta, iondoe fuel levy ambayo imefanya mafuta ikuwe bei kali. Na ya pili, tunaomba kwamba serikali iweze kuzingatia namna ambavyo inavyotumia fedha za taxpayers money ili ziweze kukuja mashinani na kuweza kufanya kazi ile ambazo watu wanastahili kufanya, ili wakati ambapo kuna circulation ya fedha wananchi wanaweza kusikia kwamba maisha imekuwa rahisi kuishi. Na niseme ya kwamba sisi bado tuna support mgomo wa wana matatu. Hii mafuta kwanza ishuke bei. Hata kama na kwa sababu walitupea siku 7, wakasema paka Tuesday. Wednesday ninaomba watu wa matatu na watu wa transport tokezee na tuache magari zote nyumbani. Wacha hizi barabara zetu zikae kama ulimi wa ngamia mpaka serikali iweze kutusikia. Asante sana. Tukizungumza na wewe pia, nadhani swala la bei za mafuta ni swala ambalo linaathiri ulimwengu mzima. Jana amezungumza Waziri Mbadi katika kikao cha kipekee na TV47, akasema majirani wetu pengine bei zao za mafuta ziko chini sababu wanatumia mafuta yao ya zamani, lakini atakapokuwa yanaisha huenda tukawaona bei zao zikipanda kushinda hata zetu. Pengine suluhu zaidi ya bei hizi za mafuta ni gani? Kwanza niseme jina langu ni Engineer Ngatia. Mimi ni kiongozi hapa Nakuru County, na ninastaajabika sana nikisikia kwamba CS Mbadi anaweza sema kwamba sababu kuu ni kwamba zile wanatumia mafuta ya kitambo. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tunajua sisi sote kwamba gharama ya mafuta na Kenya hii yetu haijakuwa ikipanda juu kwa sababu ya mambo mengine isipokuwa tu ni ushuru na kutaka kulipisha zaidi wananchi wa Kenya. So jukumu kuu kama sasa liko kwa serikali kuhakikisha kwamba bei iko chini. Na jambo ambalo ningekosoa serikali ni kwamba walipokuwa wakifanya kampeni yao, walifanya kampeni ili tuweze kuwachagua waweze kushusha gharama ya maisha. Lakini cha kustajabisha ni kwamba hiyo sio muhimu, ni kwamba wamesahau kwamba bei juu ya mafuta inabeba uchumi wa nchi hii yetu, kwa sababu kama ni ukulima, mafuta yako pale. Kama ni manufacturing, makampuni yanatumia diesel. Kama ni magari barabarani, magari yanatumia mafuta. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hii tusipoangalia kama nchi
tunazidi kuumiza, kugandamiza sio watu wa middle class, ni watu wa pale chini. Usisahau kwamba serikali iliingia kwa kigezo kwamba inakuja kusaidia wananchi wa kule chini kabisa, walijulikana kama hustlers. Lakini ukiangalia leo ni kwamba hustlers haangaliwi hata kidogo. Sasa ni kupandisha bei, na na uhakika kwamba serikali inaweza kushusha bei. Ya kwanza, kuna bunge ambalo linaweza kuzungumza leo na kuangusha bei kwa sababu litakuwa limezingatia mambo ya production, mambo ya transport na mambo ya agriculture, kwa sababu hiyo ndio jukumu kuu ya serikali. Kwa hivyo inawezekana kupitia bunge. La pili, pia sisi wananchi tuna haki ya kutumia katiba, kwa sababu kipengele cha kwanza kinasema kwamba leadership is only given to a few to govern, but nguvu zote ziko kwetu katika kama wananchi. Kwa hivyo huu mgomo ambao umeitwa, ambao umesitishwa kwa siku 7, ni mgomo ambao unarudisha nguvu kwa wananchi, na wananchi pia wanaweza sisitiza kama bei lazima ishushe, na waseme bei ishuke na itashuka. Nina uhakika inawezekana. Asante sana. Tukitamatisha na wewe, pengine utuambie wahudumu wa matatu wanafaa kufanya nini? Manake pia wao wana changamoto ndio ya bei kubwa ya mafuta, lakini vile pia Wakenya wanalilia nauli za bei za juu. Pengine kipi kifanywe ili kupunguza mzigo wa nauli pia kwa Wakenya wengi? Okay, asante sana. Kwa majina mimi naitwa Charles Irongo Wakalo. Mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru, Mkenya mzalendo. Nawania kiti ya MCA hapa Roda Ward, Nakuru Town West. Na jambo la kwanza yenye naweza taka kuongelelea ni hilo la matatu. Gharama ya maisha imepanda juu kwa sababu ya hii maneno ya matatu, ya fare kuongezwa. The moment hii mafuta iliongezwa, kila kitu imekuwa ya kuhike. Hawa watu wa matatu mimi naona na wapendekeza sana, na wapa hongera kwa jinsi wamefanya. Wakakaa chini wakasema hatutafanya kazi hata kama maisha ni mbaya, hata kama hata watoto hawaendi shule kwa sababu ya kukosa school fees, hata kama hata hatupati hata kitu ya kukula, lazima tuweke matatu chini ndiposa tuweze kuongea na hii serikali. Fanye nini? Suluhu ni gani? Suluhu yenye ni mimi naonelea, naona wakae chini waelewane. Tumewapea hizo siku mpaka Tuesday, vile walisema tuwape mpaka Tuesday, na wasipotimiza tuzidi kukaa chini na tuzidi kukaa hivyo, tuweke magari kwa nyumba ndiposa hii serikali tusikie. Na ningewaomba nyinyi wabunge, muliletea wabiri na Dede Nyoro, tafadhali naomba na nawasihi, tuliwapea maneno ya finance bill, tunajua vile mulifanya. Tunawaomba kama Wakenya, sasa hii hata ni kuwasihi, tunawasihi. Maisha mahali imetufikisha, tunawasihi. Hatuwa command, tunawasihi. Angalieni hiyo bill vizuri ndiposa mafuta iweze kushuka. Hichi ndio baadhi ya maoni ya wakazi kutoka katika jiji la Nakuru. Kikubwa zaidi ambacho wanalilia ni ushuru mkubwa ambao unatozwa katika bidhaa za mafuta. Vile pia wakipendekeza wabunge watakapokuwa wanapitisha mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027 waweze kumzingatia Mkenya zaidi. Chichi. Na mshukran sana Chalo kwa kuweza kufanya mazungumzo chanya na wakazi wa kaunti ya Nakuru. Nitarejea hapa na nitarejea na Bwana Kamwere. Umesikiza wale ambao ni wakazi wa Nakuru wanalalama kwanza hususan kuhusiana na masuala ya bei ya mafuta. Na pia wanashinikiza kwamba iwapo siku 7 zile ambazo makataa ya siku 7 ambayo yaliweza kupatiana hatakuwa ama hayatakuwa mezaa matunda yoyote, watarejea ama wanasihi wale ambao ni wachukuzi katika sekta ya uchukuzi waweze kuingia maandamanoni. Je, kauli yako kuhusiana na hilo ni ipi? Nashirikiana na huyo mtazamaji wetu kutoka Nakuru ya kwamba kama bei ya mafuta itashukishwa, kama njia ya serikali kusikiza wananchi ni mgomo, basi mgomo uendelee. Kwa sababu unapata kama diesel venye iliongezwa hata bei yake ikapita ya petroli. Diesel ndio damu ya kuendesha nchi. Unapata katika ile mafuta tunaagiza katika mwezi, tunaagiza kama lita zaidi ya milioni 500. Lakini unapata kutoka kwa hiyo zaidi ya milioni 500, milioni 300 ni lita za diesel. Kumaanisha hii diesel ndio inaendesha nchi, mambo ya uchukuzi, mambo ya viwanda. Kwa hivyo bei ya diesel ikienda juu, kila kitu inapanda juu. Na pia tena vyenye serikali imefanya hii wiki kusema wameongeza pia bei ya kerosene. Tunafaa tukumbuke pia wale watu wanatumia kerosene wanaweza kuwa si watu wengi wenye wako katika towns ama Nairobi ama Nakuru ama hizi city kubwa. But utapata katika familia kama milioni 5, milioni 6 zinatumia kerosene.
katika kupika ama kutumia kama taa. Kwa hivyo kumaanisha pia hawa watu wenye wanatumia hizi households zenye ziko katika mashinani kama milioni 5 ni watu wa mapato ya chini kabisa. Kwa hivyo sasa tena tukiongeza hiyo bei kuwe juu zaidi, kumaanisha bado maisha wenye haiko inawaguza sana, sasa inawaguza kwa sababu unapata mtu mwingine mwenye ako mashinani hasafiri sana, kwa hivyo hasafiri kila siku kwenda kazini, kwa hivyo bei nauli haitamhusu sana. Lakini ukiongeza bei ya kerosene, hata kama wenye wanatumia si kiwango kikubwa cha utumiaji, but inamaanisha sasa katika hii upungufu wa pesa ama gharama ya maisha inaenda kukua gumu sana hata kwa watu haiko imefikia. Kumaanisha kwamba serikali lazima iangalie, yes tunasikia parafini ikikuwa chini sana itaharibu magari, lakini tena tusipandishe parafini pande ndio ikutane na bei ya diesel. Tunafaa tushukishe bei ya diesel ipatane na bei ya kerosene chini, si ya kerosene ipandishwe. Kwa hivyo ni kumaanisha kama serikali haitafanya jukumu, mgomo mimi nauga mkono uendelee wiki ijayo mpaka gharama ya maisha ishukishwe. Na umesema kwamba wale ambao walifanya maamuzi kumaanisha hawakuweza kumhusisha yule ambaye ni mwananchi wa mashinani, yule ambaye labda anatumia kerosene kwa kuweza kupata taa na labda kupikia. Sijui bwana utazungumza nini kuhusu hilo? Je, maamuzi yaliyofanyika wakati wa kikao hicho yaliweza kuhusisha wale ambao ni mwananchi wa kawaida? Unajua hii nchi ni ya wananchi, sio ya mtu mmoja binafsi ama wale watu wanaenda wanakaa kwa room wanaambiwa ile kitu wanaweza enda kutangaza. Ndio. Na mifuko yao iko tayari, imeshajazwa mambo yao. Nimekuwa nikienda nikipekua mambo ya Rwanda, Uganda, Tanzania na Ethiopia. Naam. Nimeona ya kwamba Ethiopia inaangazia sana mwananchi ule wa mashinani chini kabisa. Naam. Unajua mafuta ya taa, kuna ule mtu baada anatumia kitu inaitwa stove. Naam. Ambayo ukienda kwa maduka zaidi utapata stove ni mingi kuliko zile cylinders za gases. Naam. Yes? Kweli. Utapata kule nyumbani, enda uangalie. Juzi nimeona Opiyo Wandayi akikuwa kule kwetu kwa constituency, akikuja kulonji mti moja ya stima in a length of kilometers. So I wondered, hii mti inaweka stima hapa, itaenda iweke sijui area gani ile ndefu. Unajua kitu yenye rais anafaa achukue jukumu ni ambayo nimefuatilia pia Ethiopia. Wamefanya ile kitu inaitwa rural electrification, ambayo stima imeenda paka mashinani kabisa, ambayo inafaa iangaliwe. Hii stima iko katika maboma ngapi, inaelekeza na wanaweza kujimudu vipi kupata hiyo stima ama kulipia ndio wafanye hiyo dropping. Unaona? So kumaanisha kwamba ukienda mashinani zaidi watu bado wanatumia taa, hata ile koroboi, wacha hii taa ingine hizi. Na unapata kuna zile sehemu zingine ambazo pia wanatumia hii mafuta taa kwa kufanya shughuli zingine. Yes. So lazima tuangalie vile tunaweza imarisha mambo ya mwananchi wa chini. Na pia hii mambo ya diesel mashinani zaidi, visiagi mingi, mambo ya pikipiki kwa matumizi ya kuleta vitu za shamba. Ndiyo. Za kukimbiza watoto shuleni mahali fulani ama watu fulani mahali, lazima waangalie mambo ya diesel. Naam. Labda utasema kufikia sasa, maana tumeona yule ambaye ni kamera alisema iwapo lugha ni maandamano, ambayo serikali inasikiza sana, basi Wakenya watazidi kuandamana. Unahisi kana kwamba ni sera mbaya ambazo zimewekwa ama bado sera zenyewe hazijawekwa? Vile nimesema awali, lazima serikali itafute msingi mzuri wa mazungumzo. Na kufikishwa kwa kifikisha hizo maneno za wananchi. Hii mambo ya migomo kila wakati, alafu migomo yenyewe inatumiwa pia kuadhiri wafanyabiashara ambao wako na biashara za chini. Unapata mtu amechukua loan, amejenga pale nyumba kama 3 ama 5,
ya kukodisha zinakuja zinabomolewa kabla hata hajaanza kulipa huo mkopo. Biashara ile ndogo ndogo inaathiriwa, na wale wakubwa ambao wanakaa katika mahoteli na vitu tofauti, biashara zao haziguzwi, maboma zao haziguzwi. So lazima serikali itafute suluhisho mwafaka ya kusuluhisha na kuongea na kuweka mikakati ya kusaidia wananchi wa chini, biashara ndogo ndogo na mambo pia ya shule kwa wanafunzi. Na pia hasa pia tusisahau wakulima, kwa sababu wakulima ndio mgongo ya hii nchi. Pia lazima tuangalie wanaathirika sana hawa wakulima pia. Naam. Shukran sana. Nije kwa mtaalamu wa masuala ya uchumi, labda deni la taifa ni zaidi ya 70% ya GDP. Labda hiyo inamaanisha nini kwa mwananchi? Tukisema GDP ni kumaanisha ni utajiri wa nchi. Ndio. Na huo utajiri wa nchi unaangaliwa na zile vitu tunakuza, tunauza nje. Zile pesa tukiuza vitu kutoka nje, ile matumizi ya serikali na zile madeni tunalipa. So hiyo ndio inakuja tunajumulisha, inatupatia utajiri wa nchi. Kumaanisha wakati tunasema deni iko katika 70%, ni kumaanisha kwa kila shilingi 100 tunapata kama nchi, shilingi 70 katika utajiri wa nchi. Deni yetu ni shilingi 70 kwa 100. Kumaanisha mapato ikipungua kidogo, na ndio unaona serikali saa zingine inakuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu wakikosa kutoza Wakenya ushuru mwingi, kwa sababu jambo la kwanza serikali imekataa kupunguza matumizi ya pesa. Wanatumia tu kama sisi ni matajiri na sisi ni watu tuko katika hali mahututi. Lakini venye tunafanya mambo yetu kila siku si kama tuko hali mahututi. Kwa sababu serikali imekataa kuangazia matumizi ya nchi, inamaanisha kwa sababu wanataka wakuwe na hiyo kiwango tu ya kutumia pesa ama kuendelea kutumia pesa zaidi. Unapata ya kwamba ushuru unatozwa katika kwenye wananchi. Katika hii tukiongea katika mambo ya mafuta, ile kodi na ushuru inatozwa, unasikia tukisema kama shilingi kama 7 already iko na deni, na hiyo deni haiko kwa hiyo trilioni 10. Kumaanisha katika hii ukilipa lita moja ya mafuta shilingi kama 7, hiyo ni deni tushachukua ya kwanza, ndio tukue tunalipa deni ya kufanya katika infrastructure ya barabara. Kumaanisha ya kwamba wakati tunasikia 70%, hata kama mimi binafsi kama natengeneza 1,000 kwa siku na niko na 70% natumia kulipa deni, kumaanisha sitaweza kuvaa, sitaweza kulipa nyumba, sitaweza kulipa karo ya shule. Kumaanisha tuko katika hali mahututi. Na ndio unaona serikali bado inakataa, vuta ni kuvute, kwa sababu hataki kupunguza zile kodi na ushuru wanatoza wananchi. Badala waangazie tutaweka miundo misingi gani kupunguza matumizi yenye tunatumia kama nchi. Kwa hivyo kuna wastage mingi sana. Unapata idara zingine zile pesa zinapewa, umeona katika magazeti tunaona ama mtaalamu wa bajeti wa nchi akituambia pesa fulani kiwango kubwa sana imetumika katika kusafirisha wanaofanya katika kazi katika serikali, wanasafiri nje ama entertainment ama domestic travel. Unapata kuna maendeleo yenye haifai, yenye haiguzi mwananchi wa kawaida ndio aweze kujimudu. Tunafanya maendeleo zingine zenye hazifai. Na pia nitauliza swali la kwako, maana hapo jana runinga TV47 ilikuwa ikifanya mazungumzo na yule ambaye ni waziri wa fedha John Mbadi, na akazungumza akasema, nina mnukuu kidogo hapa, akasema this finance bill 2026 is not increasing tax rate. Ni mswada wa fedha wa mwaka 2026, na akasema it is more focused on administrative measures aimed at bringing more people into the tax bracket. Lakini swali linasalia, je, kuongeza watu kwenye KRA tax au njia mpya ya kuwakamata walioko nje ni mfumo ambao kwa sasa unafaa? Mfumo wa kuleta watu wengi katika ulipaji wa ushuru ni mfumo mzuri kama serikali inaweza angazia, kwa sababu unapata katika nchi ya Kenya tuko kama wananchi zaidi ya milioni 55. Lakini ukipata wenye wameajiriwa formally kama kampuni kama TV47 na makampuni zingine, wenye wanalipa ushuru wa pei ni wananchi milioni 2.5. Kumaanisha wakati serikali inakuja kutoza
kodi, hao ndio inatoza. Ikileta mambo ya affordable housing, hao ndio inatoza. Kwa hivyo kuna watu wengi sana hawaja kuwa kilipa ushuru. Na wenye serikali inafanya kusema kila mtu atumie mfumo wa e-TIMS, ni kumaanisha ya kwamba tunataka tulete watu wengi walipe ushuru, ndio tusizidi kutoza wenye wanafanya kazi wale ni wachache milioni 2.5. Hao ndio tunashida tukifinyilia. Lakini iko mabonyenye wako hapa nje wanaishi maisha mazuri na hawalipi ushuru. Kwa hivyo kama huo mfumo unaweza tumika ni vizuri, kwa sababu wale watu wanaamuka kila siku kwenda kazini wanalipa ile ushuru tunaita pay as you earn. Hao ndio wameendelea kuumizwa kila wakati. Kwa hivyo venye Badi anasema ya kwamba tunataka tulete watu wengi katika neti ya kulipa ushuru, ni kitu mzuri, kumaanisha hatutafinyilia watu wengine. Kuna wenye bado watasikia vibaya kwa sababu hawaja kuwa kilipa ushuru. Na juzi pia niliona commissioner mmoja katika Kenya Revenue Authority akisema kutoka tuanze hii mfumo wa e-TIMS tumeleta walipa kodi 90,000 na wametupatia karibu bilioni 17 kutoka Januari. Kumaanisha kuna watu wengine hii mwaka ndio wameanza kulipa ushuru. Mtu ameishi miaka 50 hajawahi lipa ushuru, lakini juu ya e-TIMS ameanza kulipa ushuru. Kwa hivyo huo ni mfumo mzuri, lakini venye waziri anatuambia kwamba hii finance bill haitaleta ushuru, ndio hatuwezi muamini sana mpaka hiyo bill ipitishwe, ipigwe kidole na rais. Ikipigwa kidole na rais ndio tutajua ulileta ushuru mpya ama haukuleta. Naam, shukrani sana. Nitarejea kwa mfanyabiashara atueleze nyinyi mmeathirika vipi kuhusiana na ongezeko la ushuru, lakini kwanza kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kisumu. Tupatane naye Laban Shikokote. Laban, iwapo unanipata, tueleze wakazi wa kule wanazungumzia nini? Je, wameathirika vipi kutokana na gharama ya juu ya maisha? Naam, bila shaka nipo katika kituo cha kuabiri magari cha Buspark hapa jijini Kisumu. Leo hii tunaangazia gharama ya maisha kufuatia ongezeko la bei ya mafuta, na hapa ninaye katibu wa muungano wa wamiliki wa matatu katika kaunti hii ya Kisumu, Bwana Ochieng Omwa, akiwa tu anatueleza iwapo maisha ya wananchi katika eneo hili yameathirika na ni kwa kiasi gani kufuatia ongezeko la bei hii ya mafuta. Pengine tuanze tu kwa jina lako, mueleze mtazamaji unaitwa nani, na tueleze ongezeko la bei ya mafuta imeathiri vipi shughuli katika eneo hili? Asante sana. Kwa majina naitwa James Ochieng Omwa, katibu ya muungano ya wenye magari ya usafiri jimbo la Kisumu. Ningesema ya kwamba ongezeko ya bei ya mafuta imeweza kuathiri biashara ya wahudumu wa matatu kwa njia mingi sana, sababu mafuta inapoongezeka, kwanza ile kiwango ya pesa tulikuwa tunatumia kwa bei kwa mafuta inakuwa juu. Kuna magari ambao wanatumia takriban lita 100 ya mafuta kila siku, na ukipata ya kwamba bei ya mafuta imeongezeka na shilingi 46 kwa lita moja, hiyo inamaanisha ongezeko la shilingi 4,600 kila siku kwa gharama ya mafuta hiyo, kwa hiyo safari yenye tumekuwa tukifanya. Mazungumzo ya viongozi wetu, wa rais wetu Bwana Albert Karakacha na waziri wa Energy and Petroleum na wa fedha iliweza kupunguza hiyo gharama ya bei ya diesel kwa shilingi 10, ambapo tulibaki na ongezeko ya bei ya shilingi 36. So ni kawaida sasa, ni kama gari ya lita 100 kwa siku moja inakuwa ni ongezeko ya shilingi 3,600 kwa siku moja. Hapo pia utapata ongezeko za zile vitu za lubricants ambazo zinatumika kwa gari kama oil, petrol, brake fluid na vitu zingine. Hata utapata parts kama tires za miguu ya gari, bei inaongezeka, na other items ambazo zinatumika kwa maintenance ya gari. Wateja wa kujaza gari, wasipopata wateja wa kujaza gari mara mingi, hata watacancel trip zingine ili waunganishe wateja. Juu unapata gari ya saa 5 na gari ya saa 6, sasa inabidi waende the same time, gari moja ilale na moja waunganisha abiria na waende nao pamoja. Juu haitoshi kuweka mafuta hata faida ya mwenye gari. Pengine pendekezo lako, hilo likiwa ni swali la mwisho, pendekezo lako, unaona nini kifanywe ili tusiwe tunashuhudia hali kama hii ya mfumuko wa bei ya mafuta? Jambo la muhimu la kwanza, ningependa serikali iweze kuangalia zile ushuru ambao tunatozwa katika gharama ya mafuta, na waweze kupunguza kwa muda, sababu tunajua hii shida ni shida ya dunia nzima, si binary. Ili zipe tuwe self independent, ama tukipata extra tuweze kuexport mafuta yetu kwa nchi zingine za nje. Asante sana.
Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia hiyo ni kauli ya mshikadau katika sekta ya uchukuzi hapa Kisumu. Kauli yake inajiri tu wakati ambapo watu wengi hasa wakazi katika jiji hili la Kisumu wanaamua tu kutembea kutoka nyumbani hadi maeneo ya kazi na vile vile kutoka kazini hadi nyumbani. Hii kwa sababu ya gharama ya juu ya usafiri. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Shukran sana Laban, na kabla niweze kurejea hapa studioni tufululize pia kwenye kaunti ama kwenye eneo la Lodwar ambapo tunapatana na mwandishi wetu Kitio Mika. Kitio, iwapo unanipata, tueleze wakazi wa kule wanasema nini kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Naam, asante sana mwenzangu Chichi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, na swala zima likiwa swala hili la gharama ya maisha kwa wananchi hasa katika taifa la Kenya. Je, wakazi wa kaunti ya Turkana wanasema nini kuhusiana na gharama ya maisha kwa sasa? Mimi naitwa William Mekai, mkazi wa Turkana. Nataka kusema gharama ya maisha imetuadhiri kama Wakenya, kwa sababu mali Wakenya wako sahi wanabahatisha. Even the meal of the day it cannot afford, because tulikuwa tunaambiwa tuko chini ya $1. Sahi wacha chini ya $1, hata nusu ya dola hatufiki, kwa sababu gharama ya maisha imepanda. Wananchi hawawezi kujimudu, manake maisha ya Wakenya iko chini sahi. Na Wakenya walitarajia hii serikali tu ndio ingeweza kuwasaidia, lakini hii serikali ndio imewaponda kabisa. Shida hii ambayo tunazungumzia leo ndio ilikuwa shida ya Uhuru. Tukasema Uhuru ni mbaya na ameshindwa kuteremusha mafuta, na tena huyu tena ambayo tulikuwa tunafikiria ndio expert ndio amefail Wakenya, pamoja na wale maexpert wengine ya ODM ambayo tulipeleka huko watusaidie. Sasa hawa expert na wale expert wengine wameangusha sisi wa Kenya. Majina naitwa Ezekiel Elim, mkazi hapa Turkana County. Okay, sisi hapa tunaona gharama ya maisha imetufinyilia sana, sababu kwanza juzi vile mafuta imeongezwa. Unajua sio ukiongeza mafuta ni kama umeongeza kila kitu, sababu kila kitu inategemea transport. Okay, hapa tunaona hata circulation ya pesa iko chini, watu wana pesa, wale wanafanya kazi wanasema hawajalipwa. So tunaona mambo generally mambo si mzuri. Okay, ningependa serikali isubsidize mambo na mafuta. Unajua kusubsidize mafuta mambo kila kitu inarudi chini. Natarajia rais atakoli mambo na petroleum. Generally petroleum aipunguze. Tunatarajia labda atapunguza hata ifika 150. Akifikisha 150 at least itakuwa imesaidia. Ule mwananchi wa chini atakuwa at least maisha yake yanaweza kuwa sawa. Gharama maisha imeenda juu sana. Tumeenda kando na rais. Chenye kwa natuambia hii serikali ni mama mboga na bodaboda na watu wa chini. So sasa imekuwa serikali ya watajiri na sio mama mboga, sio mama bodaboda. Tuko hapa kazini kwa juu kama bodaboda. Tulitimiza kwamba tuliambiwa hii serikali ni mama bodaboda na mama mboga. Kwa sasa hivi sio mama bodaboda. Juu kazi ninafanya tangu asubuhi zibeba mtu. Na hii kazi kuna familia ambao tunafaa tulishe nayo. Tukua watoto waende shule. So watoto wetu waende shule, watajiri waende shule. Gharama maisha imeenda juu sana. Hata sasa hiyo mpiga picha nataka tu tuhesabu hii pikipiki. Hizi pikipiki zimekuja hapa saa 12. Nataka tuhesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Imekuja hapa saa 10. Nataka tu uonyeshe watazamaji waonyeshe tu hii pikipiki 10. Imekuja hapa saa 12. Paka saa hii hakuna mtu amebeba. So tunatarajia rais akirudi, kama atarudi, kwa sababu tayari ameshatumia $500 million. Hiyo $500 million angeweka mali ingepunguza kitu kingine. So hata kurudi kwake sijui hakuna kitu tunatarajia. Tunatarajia gharama maisha ipande kurudi kwake. Sio mafuta ishuke. Tunatarajia rais akikuja atangaze ya kwamba mafuta bado imekuwa shida kwa dunia mzima, aongeze ifike 400. So tunaona hata 250 tunanua bado ni pesa kidogo.
tunataka ifikishe 400 ndio maisha inyoroke. Bila shaka ni wakazi wa kaunti hii ya Turkana hususan hapa mjini Lodwar wameweza kudadafua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la gharama ya maisha kwa wakazi na taifa kwa jumla. Kutoka kaunti ya Turkana na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47, kwako Chichi Josephine. Na shukran sana Kitio Mika kwa kuweza kufanya mazungumzo chanya na wakazi wa kule, lakini pia tunazungumza kuhusiana na hali ya gharama ya maisha, na kwa sasa tuweze kusikia wakazi wa Murang'a wanasema vipi kuhusiana na mada hii na kuhusiana na gharama ya maisha. Robert, wapo unanipata? Tueleze mnasema nini kutoka Murang'a. Naam, shukran sana Chichi Josephine, moja kwa moja nikiwa katika kaunti nambari 021 kaunti ya Murang'a, na hii leo niko katika eneo bunge la Kandara ambapo ningependa kuwashirikisha wakazi hasa vijana kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha ili tuweze kujua gharama ya juu ya maisha imewaathiri kwa njia gani. Na bila kuzungumza mengi, ni ruhusu niweze kushirikisha vijana karibia hapa. Tuanze kwa jina, ukitazama pale tuambie kupanda kwa gharama ya maisha kumekuathiri kwa njia gani? Okay, kwa majina naitwa Laban Dhu, mkazi wa hapa Kandara. Kwa kweli gharama ya maisha imeniathiri kama kijana, maana pesa yenye tunapata kama vijana haitoshi majukumu yenye yako mbele yetu. Gharama ya maisha imepanda, bei ya kila kitu imepanda, nauli imepanda. Sasa serikali inafaa at least ipunguze bei ya mafuta ili iweze kushukisha economy irudi kwenye inafaa kuwa. Pengine kutoka eneo ama katika eneo ambalo umetoka, nauli imeweza kuongezwa, imeongezwa pengine kwa shilingi ngapi? Nauli imeongezwa kwa shilingi 50 na 100. Kwenye tulikuwa tunaenda na 50 unapata unalipa shilingi 120. Hiyo inatuadhiri sana. Zaidi ya serikali kupunguza bei ya mafuta, ni mambo mengine yapi ama mikakati ipi ambayo ungependa serikali iweze kuweka ili kupunguza gharama ya maisha? Inafaa ipunguze taxes haswa kwa kila kitu yenye ina tax. Asante. Nimshirikishe mwingine hapa tujue na wewe pengine gharama ya juu ya maisha imekuathiri kwa njia gani? Tuanze kwa jina. Kwa majina naitwa Maureen Nyambura, mkaazi wa Kandara. Gharama ya maisha imetuaffect sisi kama vijana. La kwanza, bei ya nauli, the fare imepanda zaidi. Mahali ulikuwa unaenda na 50 bob ama 200 imefika 250, 300. So maisha imepanda sana. Ukienda kwa supermarket, vitu ulikuwa unabai na ile bei ya kitambo, vile vitu zimekuwa expensive, kila kitu ni expensive kila mahali. Na pengine unaona serikali inafaa kufanya nini kupunguza gharama kwa wananchi? La kwanza, ningeomba watupunguzie bei ya mafuta ambayo ndio imesababisha the hiking of the prices kila mahali. So that one would do us good. La pili pia ningeomba wapunguze bei ya stima. The tokens pia zimepanda sana. Na zikipanda pia pesa yenye tulikuwa tunapata haijaongezewa the same amount, and everything is so much expensive. Asante sana. Ni baadhi ya kauli ya wakazi hapa kaunti ya Murang'a ambao wanasema kuwa gharama ya juu ya maisha imewaathiri kwa njia mingi sana, wengi wakisema kuwa hapo awali pesa ambayo walikuwa wanapata saa hizi haitoshi kwa matumizi yao ya kila siku. Ni hayo tu kwa sasa. Kwako Chichi Josephine, kwa niaba ya mpiga picha na kwa niaba ya runinga ya TV47 hapa kaunti nambari 021 kaunti ya Murang'a, jina langu ni Robert Gakure. Bila shaka Robert Gakure kutoka kaunti ya Murang'a akizungumza na wakazi, hususan wale ambao ni vijana, kuhusiana na hali ya gharama ya maisha. Na hapo awali, mpenzi mtazamaji, nilikuwa nimekupa swali la siku ambapo nilikuwa nimekuuliza, je, serikali imefanya vya kutosha kupunguza gharama ya juu ya maisha kwa wananchi? Je, serikali imefanya vya kutosha ili kupunguza gharama ya juu ya maisha kwa wananchi? Na pia nikasema kwamba utakuwa ukiwasiliana nasi kupitia Facebook, YouTube, WhatsApp, na hivyo basi kwa sasa tuweze tu kuangalia majibu kutoka kwa wale ambao ni watazamaji wetu. James Kariuki anasema Wakenya wengi bado wanapambana na high cost of living despite serikali efforts za serikali. Huyo ni mmoja. Pia kuna mwingine ambaye ni Masi ya Cheng ambaye anasema serikali imejaribu kupitia subsidies na baadhi ya policies but wananchi hawaja feel much difference.
Huyo ni Masi, na pia kuna mwingine elewa kwamba tunapata tu majibu. Prices za basic, huyo ni Peter Mwangi ambaye anasema prices za basic commodities bado ziko juu sana na for ordinary citizens. Huyo ni Peter, na pia kuna nyingine hapa kwa njia ya Facebook, Lynette Chebet. More needs to be done. More needs to be done, especially on fuel and food prices. Huyo ni Lynette kupitia njia ya Facebook. Tuangalie nyingine. Brian Otieno anasema serikali haiwezi solve everything immediately, but citizens expect faster reaction ama action. Pia kwenye X ama at Civic Watch KE anasema many Kenyans still feel the pressure of high living costs. Huyo ni Civic. Pia kuna mwingine ambaye anasema kwamba, huyo ni at Youth Voice KE, serikali needs stronger measures to support struggling households. Kuna mwingine hapa ambaye ni at KE Debate anasema fuel and food prices remain a major concern for citizens. Huyo ni Mkenya pia anazungumzia ama anatupa majibu. Pia kuna at Amani KE anasema economic recovery takes time but wananchi want visible results. Kuna mwingine ambaye ni at Nation Talk KE, more support for small businesses could ease the burden. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, haya yote ni majibu ya wale ambao ni watazamaji wetu ambao wanafuatilia TV47 saa 5 kwenye mjadala wa siku ya leo kuhusiana na hali na ya gharama ya maisha nchini. Na hivyo basi mpenzi mtazamaji, mmepata ama tumeweza kupata majibu yenu kutokana na swali la siku. Na hivyo basi nitarejea hapa tuweze kupata maoni ya mwisho wakati ambapo tunajiandaa kufunga mjadala wa siku ya leo. Nitarejea na wewe mfanyabiashara na nikuulize swali wakati ambapo unatupa usema wa mwisho. Biashara ndogo ndogo ndizo ambazo zinaleta ama zinaajiri watu wengi. Labda mmeathirika vipi wakati ambapo tunaona bei ya mafuta imepanda na pia ushuru? Unajua biashara ndogo ndogo hizi zimeathirika kwa sababu kumekuwa na upungufu sana kwa wanunuzi. Naam. Unapata wanunuzi wanakuwa na shughuli zao pia ambazo pia income yao iko chini. Ndio. Unapata hata siku hizi mtu akiwa na shida hata wewe una experience hiyo, unapata per week huko kwa WhatsApps kama 5 ama 6 ama 10 kwa sababu ya michango ya school fees, mahitaji tofauti. No. Hiyo unapata inakuonyesha kwamba families mingi ziko na shida ya ku raise their basic needs kwa kununua. So unaona hizo vitu kama haziuziki, no. Inaadhiri wafanyabiashara wa chini. Unapata kulipa rent ya hizo premises ambazo wanafanyia kazi pia ni ngumu. Ndio. Unapata usafirishaji wa hizo vitu inakuwa ngumu. Pendekezo labda. Na pia wako na mikopo. Unapata hiyo mikopo kulipa inakuwa ni wana struggle kabisa. So kwa upande wangu pia ninaomba serikali iangalie sana hasa kwa kuimarisha mambo ya wakulima. Ndio. Kuimarisha katika mambo ya vijana. Ndio. Kwa jua kali sekta, na pia wapate wanaweza pata mafunzo namna gani. Na pia katika hii malipo duni. Najua rais anapotangaza tu mishahara imeongezwa ama vitu fulani imeongezwa, unapata hawa youth mishahara zao ni duni. Wamama mishahara zao ni duni. Katika vitu zao ambazo wanafanya, unapata wamama wanarudishwa chini sana, hasa kwa kumiliki ardhi ama kumiliki kama nyumba. Hawana hiyo jukumu kwa sababu kuna vitu ambayo wamerudishwa chini. Na kwa vyama zao hawezi jimudu katika mikopo ya kuweza kufanya hizo vitu. So ninaomba serikali iangalie hiyo maneno. Na pia mambo ya transitions za grade 9 universities na vitu zingine. Naam. Shukran sana kwa wakati wako. Naelezwa kwamba muda umetupa kisogo, lakini nitakupa Bwana Kamwere sekunde 2 ama sekunde 30 ya kuweza kupatiana usea wa mwisho, na pia tueleze kufikia sasa serikali ifanye vipi ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti hali ya gharama ya juu ya maisha. Asante sana. Tukimalizia ni kwamba serikali inafaa ichukue hatua na si kuchukua hatua tu wakati wananchi wanaandamana. Ndio.
Ukiangalia katika bei ya mafuta ni kumaanisha wakati walienda kununua mafuta Gulf walijua bei yenye tumenunua nayo iko juu. Na wakajua na meli ikatoka Gulf ikakuja mpaka Mombasa ikatua, wanajua mafuta imefika. Wanajua tu wataongeza bei, lakini wanagoja wacha tuone wananchi watafanya nini. Kwa hivyo naomba serikali iko inachukua hatua, iangalie zile mijadala inaleta katika nchi zinaathiri aje nchi. Lakini kama serikali tena haitaki kuchaguliwa tena, tunaweza sema waendelee tu venye wanataka kufanya. Lakini wakisema kama wanataka uongozi mwaka ujao na umeongeza bei ya kerosini ambao ni watu kama manyumba kama milioni 5 ambao kuna maybe wapika kula kama milioni 4 ama milioni 5, ni kumaanisha ukiongeza hiyo bei ya kerosini, ni kumaanisha hizo kula hautaki. Kumaanisha sasa hii serikali labda imeinua mikono, imesema sasa wacha tumalize miaka yetu 5, hatutaki uongozi tena. Lakini kama wanataka uongozi ni lazima waangalie mwananchi wa kawaida anaumia kivipi. Kama venye wamepandisha bei ya kerosini hii wiki, nani alihusishwa katika wale watu wanaishi katika mashinani? Kwa hivyo serikali tena ipunguze matumizi ya serikali. Tunaona kama rais leo amefika, lakini ameenda katika development tour. Katika hiyo development tour ataenda akiambia watu tutafanya lakini pesa hazipo. Ukiongea na waziri wa fedha anasema hakuna pesa, lakini hakuna. Kwa hivyo mienendo yao iabatane ni kama hakuna pesa, na waone venye watainua mwananchi wa kawaida ndio uchumi uendelee kukua. Naam, shukran sana wageni wangu kwa kuweza kuitikia wito wa TV47 na kufika ili tufanye huo mjadala. Mpenzi mtazamaji, kilicho na mwanzo kina mwisho. Nimekuwa naye Wellington Shivachi ambaye ni mwanabiashara, pia tumekuwa naye Joshua Kamwere ambaye ni mtaalam wa masuala ya uchumi, na tumeweza tu kudadavua kwa ufupi na kwa kina kidogo kuhusiana na hali ya gharama ya juu ya maisha. Lakini pia nitakuwa nikiangazia maoni yenu ambayo mmeweza kuwasiliana nasi kwa njia zetu za mtandao Facebook na X. Nakumbuka kwamba kwa njia ya Facebook tuna Anne Wanjiru ambaye anasema cost of living imekuwa challenge kubwa kwa families nyingi nchini. Huyo ni Anne Wanjiru. Pia kuna nyingine ambayo ni Kevin Mutua ambaye anasema job creation inaweza help wananchi cope better with economic pressure. Kumbuka kwamba hawa wote ni wa Kenya na maoni yao. Tuna Faith Chebet ambaye anasema serikali inafaa kusikiza concerns za wananchi more closely. Haya yote ni maoni ya Wakenya ambao wanazidi kulalama. Pia tuna Samuel Kipto ambaye anasema some economic projects are ongoing but impact bado haijafika kwa wengi. Tuangazie nyingine ambapo ni Mary Wanjiru anasema watu wanataka kuona relief kwa daily expenses zao. Pia tunaye at Future KE, hapa ni kwa njia ya X, anasema cost of living remains one of the biggest public concerns today. Kuna mwingine at Voice 254 anasema citizens are expecting practical solutions, not promises only. Pia hatimaye tuna at Siasa Forum anasema government policies should directly benefit ordinary mwananchi. Na hivyo basi, mpenzi mtazamaji, baadaye tutakuwa na kipindi cha yule ambaye ni Brian, na pia kumbuka kwamba kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba Rais William Ruto yuko katika kaunti ya Mombasa, anatoa hati miliki kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa, na hivyo basi ni taarifa ambazo tunazidi kupika hapa kwenye runinga ya TV47. Hadi wakati mwingine, kumbuka tutaungana nawe hapo kesho masaa ya saa 5. Nimekuwa wako Chichi Josephine Kariuki, hadi wakati mwingine inshallah.